Ameeleza hayo wakati akiweka wakfu eneo la ujenzi wa nyumba ya ibada kwa kusimika msalaba na kuweka jiwe la pembe katika ofisi ya mtaa mpya wa Ikirwa, sambamba na kuzindua mnara wa kengele pamoja na jengo la kitega uchumi la idara ya vijana katika mtaa wa Nazareti ulio sehemu ya KKKT, usharika wa Maroroni uliopo katika Dayosisi ya Meru mkoani Arusha, ambapo amesema kuwa matendo hayo makuu yanadhihirisha wazi kuwa kanisa linaongezeka. Kwa kweli huku ni kukua kwa kanisa, huku ni kukua kwa dayosisi yetu, ni kukua kwa jimbo hili la Kusini, ni kukua kwa usharika wa Maroroni, kwa maeneo ya misioni. Huu ni ushuhuda wa kanisa. Hii ndio moja ya kazi ya kanisa, kukusanyika pamoja. Wito wangu kwa jumuiya ya karibu na ya mbali ni kwamba tuangalie maeneo haya, kwa sababu sharika kubwa zimeanza hivi kuwa sharika za misioni. Watu wa Mungu waliita wakasema njoni, na tulipowafuata katika kuanza, wameanza mdogo mdogo, lakini baadaye sharika kama hizi zimekuwa na kukua na kuongezeka. Aidha, amezitaka sharika nyingine zilizopo maeneo ya misioni kuweka mikakati ya kuanzisha mitaa mipya, huku mkuu wa jimbo la Kusini KKKT Mchungaji Zakayo Palanjo akieleza mikakati ya jimbo hilo. Kwa sharika zingine za misioni, na waita na waalika waige mfano huu. Ni mfano mzuri ambao Mungu anatuagiza pia tuenende ulimwenguni na kuwafanya wote kuwa wanafunzi wa Mungu. Kwa hiyo ni wito maalum. Tunahitaji tu kufumbua macho na kuona kwa karibu kwamba hili ndilo tunaloitiwa. Kunaonekana kukua pia kwa kazi ya Mungu katika jimbo letu la Kusini na misioni ya Mungu kwa ujumla wake. Jimbo letu la Kusini lina sharika 20 na sasa tuna mitaa 74, tunaelekea kwenye 76 mpaka mwisho wa mwaka huu. Mingine itakuwa imeshazinduliwa kama mingi. Hii inaleta chachu kwamba kuna sharika ambazo pia zina maeneo ya kufungua mitaa mipya kama huu. Na Wakristo wanahitaji kwa kweli, kwa sababu ya umbali wa eneo. Iwe chachu kwa sharika zile ambazo zina maeneo ya kufungua mitaa mipya, waweze kufungua mitaa, kanisa la Mungu likue kwa ujumla. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mchungaji kiongozi wa usharika wa Mbuguni, Mchungaji Gideon Mungure, amesema Wakristo wanapaswa kuishi maisha ya toba ya kweli, huku mchungaji kiongozi wa KKKT usharika wa Maroroni na Samaria, Mchungaji Nathan Makenge, pamoja na katibu wa mtaa wa Ikirwa Jennifer Sumari wakieleza sababu za kuanzishwa kwa mtaa huo mpya, ambapo diwani wa kata ya Maroroni Abraham Kaya akieleza ushirikiano uliopo baina ya serikali na taasisi za dini. Tukumbuke kwamba dhambi isipotubiwa kamwe hupati amani katika maisha ya hapa na hata yale ya milele. Dhambi iliyoko ndani, iwe ya wazi iwe ya siri, isipotubiwa itakutesa, itakutafuna, itakukosesha amani, lakini pia hata baada ya maisha haya itakupeleka jehanamu ya moto. Baba Askofu leo amefanya mambo makubwa mengi. Maana asubuhi tulianza na mtaa wa Nazareti ambako alizindua jengo la biashara la vijana, lakini alizindua mnara wa kengele kama mwito kwa washarika kuja kumwabudu Mungu wao katika ule mtaa mwingine wa Nazareti. Na baadaye tukaja hapa Ikirwa kwa ajili ya kuweka wakfu kiwanja hiki na kusimika msalaba, lakini kufungua ofisi ya mtaa na baadaye ibada ya Jumapili kama kawaida ya kanisa letu. Wakristo wamelipokea vizuri jambo hili kwa sababu walikuwa wanateseka kwenda mbali kwa ajili ya kufuata ibada, na wengine waliingiwa hata uvivu kwa sababu ya umbali. Ni mwendo wa dakika 55 mpaka dakika 67 mpaka kufika mahali ambapo walikuwa nakwenda kuabudu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kiwanja hiki na yule aliyetupa. Anategemea kujenga jengo zuri la kisasa ambao utachukua watu sio chini ya 180 na itagharimu karibu milioni 400 na laki 2 ili kukamilika kwa jengo hilo.
Ujenzi ulianza rasmi mwezi Septemba 2025 na umegharimu kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 3,336,000. Fedha hizi zimetokana na michango ya Wakristo na wa mtaa huu na wadau wengine wa ndani na nje ya Maroroni. Gharama hizi ni nje na nguvu kazi ya rasilimali watu iliyotumika hapa. Tuna ushirikiano pamoja na makanisa yote ndani ya kata. Maanake pia maombi yanasaidia serikali kusonga mbele. Hasa wanapofanya maombi kanisa, vijana wa kata wanakuwa wamepata neno la Mungu, wanatii, na hata wakiitwa na serikali utii unakuwa ni mkubwa kulingana na neno la Mungu. Kutoka hapa katika mtaa wa Ikirwa uliopo katika Dayosisi ya Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.